kukutana kwa muda. Kwanza tuseme alhamdulillah kwa leo kuwa hapa na nyinyi, lakini pia tumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia mimi kuteuliwa na serikali yangu chini ya kiongozi wetu mkuu wa michezo Mheshimiwa Waziri Paul Christian Makonda kwa msemaji wa timu za taifa, na akielekeza nifanye kazi zangu chini ya Baraza la Michezo la Taifa ambalo leo mnamuona hapa msemaji wa baraza yupo. Nilipigiwa simu na Mheshimiwa Paul, nadhani ilikuwa Jumatatu, akaniambia nimeona nikuteue uwe msemaji wa timu za taifa. Naamini, akanambia, uwezo wako na kujua, nataka uzisemee timu za taifa katika matukio yanayozihusu timu zetu hususan za soka. Sasa of course nilipigwa kama na gumbizi la sekunde chache, kwa sababu sikutegemea kupata appointment ile, na nilikuwa nimekaa na wife nyumbani. Nikamwambia niseme kitu kimoja tu cha kwanza, alhamdulillah, lakini niseme yes, nimekubali, na hii ni heshima umenipa, na nikamwahidi kwamba nitaifanya kazi kwa uaminifu, uadilifu na weledi mkubwa kwa kile ambacho serikali inakitarajia kutoka kwangu. Kwa hiyo akanambia subiri mchakato tukamilishe, baadaye tutakutangaza. Jana akanipigia kwamba tumekutangaza rasmi, na kashukuru, na baraza pia limenipigia kwa maana ya katibu mkuu, nimezungumza naye, waziri wetu mdogo kwa maana naibu waziri Mheshimiwa Khamis Mwinjuma, nimezungumza naye akinitia nguvu. Lakini hata leo hii wakati nakuja huku nipata maelekezo ya katibu mkuu wa wizara kakaangu Gerson Msigwa kuhusu presi hii na mambo mengine. Ndugu zangu wanahabari, sio kazi rahisi kama wengi wanavyodhani. Kazi hii ni ngumu kwa sababu inahitaji utumie maarifa makubwa kurudisha au kuhuisha mapenzi ya watu kwa timu za taifa, mapenzi ya Watanzania kwa timu zao za taifa. Uzuri wake, mimi Mheshimiwa Makonda wakati akiwa mkuu wa mkoa alichaguliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya ushindi ya timu ya taifa. Kulikuwa na wajumbe wengi, kina Ghalib Said Mohamed, Bagoza, Mohamed Nasor, Magori, Mohamed Deuji na watu wengine, Hersi, na mimi nilikuwemo katika kamati. Kwa kama watu 9 hivi. Lakini katika ile kamati wakaniteua kwa mwenyekiti wa kamati ndogo ya hamasa ya timu ya taifa, na wakati huo nilikuwa msemaji wa Simba. Tulifanya kazi vizuri sana na Mheshimiwa Makonda kwa sababu tulikuwa tunafanana approach zetu, hasa kwenye eneo la hamasa. Watu wengi wanadhani hizi anazozifanya sasa hivi Mheshimiwa Makonda amezianza sasa hivi. Wakati alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya timu ya taifa ya ushindi, nakumbuka mechi ya mwisho tulicheza na Uganda the Cranes. Ile ndio mechi katika kumbukumbu zangu iliyojaza mpaka zile ngazi pale Benjamin Mkapa.
hazikuwa na mahali, na tulikuwa tunafanya mikutano mingi kama hii na waandishi mliokuwepo wakati ule, Serena, Hayati, mara TFF, Kidau walikuwa wakati mwingine anaandaa mikutano kule Seacliff, kuleta hamasa. Tuliamsha sana. Hata wakati tunakwenda kwenye ile mechi yenyewe, tuliondokea Serena na wasanii na waigizaji na nini, mabasi kaongozana na Mheshimiwa Paul, tukapanda naye kwenye basi, kaacha gari yake alinokamisha mpaka pale Mkapa, tukafunga goli 3 tukafuzu, na tukashirikiana vizuri kamati ile kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri kule Egypt 2019. Kwa hiyo anafahamu, na mimi nilikuwa na utaratibu wakati ule wa kuwatumia sana public figures kuweza kusaidia hamasa, sio tu kwenye timu ya taifa, hata wakati nilipokuwa Yanga au Simba. Wale watu maarufu wakiwa wapanzi wa Yanga wa Simba, nilikuwa nataka nao waione ni sehemu yao. Hasa pale nyumbani kwangu, Mheshimiwa Makonda wakati mwingine anabeba tufanyaje, anabeba sasa nataka niite wasanii wa film au wanamuziki, Alikiba, Diamond, kwa sibagui sichagui, na Juksi, Naomi Dimples, tunaandaa pale malanchi na choma mbuzi. Wale wakitoka pale na wapa agenda na JB Kigosi, agenda to push timu ya taifa, tuseme kuhusu timu ya taifa, post zote kina Jokate hawa Wema si wote, Antezeke wote. Ilikuwa njia iliyofanya kila mtu aione timu ya taifa ni yake. Sasa expectations za Mheshimiwa Waziri ni hizo, kurejesha hamasa, si kwamba haipo, lakini ni kuiboost zaidi. Kazi kubwa inafanywa na baraza, kazi kubwa inafanywa na TFF, lakini anataka tuongeze nguvu kuisemea timu ya taifa, kuibrand timu za taifa, kufanya kila Mtanzania aone timu ya taifa ni yake. Timu hizi za taifa zinatuondolea tofauti za kabila, zinatuondolea tofauti za kidini, za kikanda, za eneo tunalotoka, za rangi, za jinsia. When it comes kwenye national team, kila kitu kinakuwa kiko pembeni, maslahi ya nchi yanawekwa mbele. Tunaweza tukatofautiana hata kimitazamo ya kisiasa, lakini timu ya taifa ikicheza, maana yake fahari ni kwa Watanzania wote bila kujali itikadi zao, na ndicho tunachotaka kwenda kukifanya. Hata bagua mtu. Mimi napenda kushirikisha. Style yangu ya ufanyaji kazi ni kumshirikisha kila mmoja, sababu kila mmoja hapa ni Mtanzania. Kila mmoja ana nafasi yake katika kuboost timu za taifa. Kazi kubwa inafanywa na Yanga, kazi kubwa inafanywa na Simba, tutawatumia effectively maafisa habari wa pale na watu wao hamasa, sababu nao ni sehemu ya Watanzania. Lazima tushikane mkono inapokuja tu timu ya taifa, iwe Serengeti Boys, iwe under 20, iwe timu senior, iwe za wanawake, iwe yoyote ile. Nchi za wenzetu, hata majirani zetu, Uganda, inapocheza the Cranes, hakuna kitu kingine. Nchi inasimama inashughulikia the Cranes, hawaangalii itikadi zao za kisiasa. Maana kuna wakati the Cranes ilikuwa inacheza, Bobby Wine mgombea urais akaungana na Waganda wenzie bila kujali mambo ya usiasa, kenda kusupport timu ya taifa. Even Kenya, even Congo. Hasa sitajisikia vizuri nikiona timu ya taifa haiwekwi mbele. Tuendelee na ushabiki wetu, kwa
sababu ndio hulka zetu, lakini timu ya taifa iwe above hizi clubs, ndio wenzetu.